Mjumbe maalum kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Steve Witkoff alisema siku ya jana Aprili 14 ya kwamba mazungumzo yake ya hivi karibuni na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin yalikuwa ya kulazimisha na yalijikita zaidi katika makubaliano ya amani yanayoweza kutegemea hadhi ya maeneo takribani matano ambayo Putin ni kama ameyashikilia zaidi. Witkoff ambaye alikutana na Putin huko St. Petersburg mnamo Aprili 11 alielezea mkutano huo kuwa wenye matokeo, akidai rais wa Urusi alionyesha nia ya amani ya kudumu ingawa ilichukua muda kwao kufikia hatua hiyo. Mkataba huo wa amani ulihusu hayo yanayoitwa maeneo matano, Witkoff alisema katika maoni na shirika la habari la Fox News, lakini kuna mengi zaidi na nadhani wanaweza kuwa katika hatihati ya kitu ambacho kitakuwa muhimu sana kwa ulimwengu kwa ujumla. Ingawa Witkoff hakutaja maeneo hayo moja kwa moja, lakini alionekana kurejelea Crimea iliyotwaliwa kinyume cha sheria na nchi ya Urusi mnamo mwaka 2014 na maeneo yaliyokaliwa kwa kiasi fulani ya huko Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson, ambapo Moscow ilitangaza kuongezwa kwa maeneo manne ya mwisho mwaka 2022. Mjumbe huyo pia alidokeza azima pana ya kimkakati inayohusisha na motisha za biashara, ambapo alisema aliona uwezekano wa kuunda upya uhusiano wa Urusi na Marekani kupitia fursa za kibiashara zinazovutia sana. Witkoff alisema hiyo inatoa utulivu wa kweli kwa kanda hizo. Baadhi ya maafisa kutoka nchini Marekani wametoa tahadhari kuhusu mwelekeo wa diplomasia ya utawala wa Trump, ambapo gazeti la Wall Street Journal lilisema ya kwamba waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum wa Ukraine anayefahamika kama Keith Kellogg wanamhimiza Rais Donald Trump kukataa idhini ya ardhi kwa Moscow. Pia kulingana na shirika la habari la Reuters liliweza kusema Witkoff alimwambia Trump ya kwamba kutambua udhibiti wa Urusi katika maeneo manne yaliyokaliwa kwa mabavu itakuwa njia ya haraka zaidi ya kupata usitishaji vita, ambapo mbinu hiyo inaaksi matakwa ya Kremlin na imezua wasiwasi kati ya washirika wa Kiev. Licha ya juhudi za kusitisha mapigano, Urusi pia bado inaendelea kukataa pendekezo kamili la siku 30 la kusitisha mapigano linaloungwa mkono na Marekani na kuungwa mkono na Ukraine. Makubaliano ya muda kuhusu miundombinu ya nishati yamekiukwa mara kwa mara na majeshi ya Urusi. Witkoff pia ambaye ametembelea Urusi mara kadhaa mwaka huu na anahudumu kama mpatanishi mkuu wa Trump amekosolewa kwa kutumia mijadala ya mazungumzo ya Kremlin hasa kuhusu asili ya ukaliaji wa Urusi na matarajio ya eneo la biashara kwa ajili ya amani. Tangu kurejea madarakani mwezi Januari, utawala wa Trump umeanza tena mazungumzo ya moja kwa moja na ikulu ya Kremlin na kuashiria kupungua kwa dhamira ya kuilinda Ukraine, huku Urusi ikizidisha mashambulizi kwenye maeneo ya kiraia nchini Ukraine.